Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, hapo jana kulipigwa mchezo wa kirafiki kati ya Young Africa dhidi ya Singida Black Stars. Moja kati ya mchezo ambao timu zote zinajiandaa na michezo ambayo inawakabili, lakini kwa upande wa Singida Black Stars yenyewe tunafahamu kwamba inajiandaa na michezo miwili muhimu. Tunafahamu mchezo wa tarehe 28 Singida Black Stars watakipiga dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, lakini tarehe 31 Singida Black Stars pia watakuwa nakipiga na Wekundu wa Msimbazi Simba hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mchezo dhidi ya Yanga ni mchezo muhimu sana. Najua kila mmoja anatamani kusikia pengine matokeo ya mchezo huo yalikuwaje na ilikuwa ni ngapi. Bwana, jana Yanga wamekubali kichapo cha magoli 3-2 kutoka kwa Singida Black Stars, na kama ambavyo nimekujuza kwamba Singida Black Stars mchezo maalum kwa sababu wanajiandaa na michezo miwili muhimu. Mchezo dhidi ya Simba tarehe 28 wa NBC, lakini mchezo wa nusu finali ya kombe la CRDB dhidi ya hao Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo unaweza kuona kwa ni kwa namna gani pengine mchezo huo ulikuwa ni wa muhimu sana. Sasa magoli ya Singida Black Stars yaliwekwa kimiani na Atul Bada, lakini pia lingine likiwekwa na top scorer wa timu hiyo ambaye ni Jonathan Soa ambaye pia aliingia kambani. Elvis Lupia pia akaingia kambani kwa upande wa Singida Black Stars, lakini kwa upande wa klabu ya Yanga magoli ya Yanga yalifungwa na Prince Mpumelelo Dube pamoja na Dennis Nkane. Bwana, ni mwendelezo pengine kwa Jonathan Soa kuendelea kuifunga Yanga. Mchezo wa kwanza kabisa kwa Jonathan Soa toka alipojiunga na ndani ya klabu ya Singida Black Stars, tunafahamu kwenye uwanja wa KMC Complex Yanga wakifunga Singida magoli 2-1. Jonathan Soa ni moja kati ya wachezaji ambao walifunga goli, lakini jana pia kwenye mchezo wa kirafiki ametupia goli. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa tishio, ni moja kati ya wachezaji ambao unaweza ukasema ile safu ya ushambuliaji ya Singida Black Stars ameitendea haki. Toka kutoa kwake bana ameendelea kuonyesha ni kwa namna gani mchezaji wa kigeni ama mshambuliaji wa kigeni anatakiwa kuwa. Licha kuwa Elvis Lupia pia ni moja kati ya washambuliaji hatari, lakini tangu kutoa kwa Jonathan Soa ndani ya klabu ya Singida Black Stars bana safu hiyo imeendelea kuwa hatari zaidi. Lakini kwa Atul Bada hakuna shaka, hakuna mtu ambaye hajui kiwango chake ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Ni moja kati ya viungo washambuliaji ambao wameendelea kufanya vizuri, na nikukumbusha tu kwamba tetesi zinazungumza kwamba Atul Bada pamoja na Jonathan Soa ni moja kati ya wachezaji ambao wanawindwa sana na klabu ya Yanga. Kwa hiyo tunasubiria kwenye dirisha kubwa la usajili kwa sababu tetesi zimekuwa ni nyingi kuhusiana na wachezaji hawa, lakini iko hivyo kwamba jana klabu ya Yanga imekubali kichapo cha goli 3-1 mechi ya kirafiki ambayo ilipigwa kwenye uwanja wa KMC Complex kati ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars, ambao matokeo yalimalizika kwa namna hiyo, Yanga kukubali kichapo cha magoli 3-2. Kwa hiyo ni moja kati ya mechi ambayo wengi wao ni kama hawakujua pengine mechi hiyo, lakini ni moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ni ya kuvutia sana kwa wale ambao walishuhudia mtanange huo pale KMC Complex. Kwa hiyo kama ambavyo nimekujuza, Yanga wanajiandaa na michezo iliyosalia ya ligi kuu soka Tanzania bara. Tunafahamu wao tayari wameshakwisha kutinga hatua ya finali ya kombe la CRDB mara baada ya kuitwanga JKT Tanzania magoli 2-0. Kwa hiyo wao wanamsubiria mshindi kati ya Simba na Singida Black Stars kwenye hatua ya nusu finali ambaye atakwenda kucheza na Yanga hatua ya finali. Kwa hiyo unaweza kusema huu mchezo ulikuwa ni maalum sana kwa Singida Black Stars kwa sababu wamekaa muda mrefu hawajacheza, ukiachana na Yanga ambao wametoka kucheza mchezo wa nusu finali. Lakini unaweza kuona kwamba Singida Black Stars wao ni kama mchezo huu ulikuwa unawaimarisha wao kwa sababu ya michezo hiyo miwili ambayo wanakwenda kucheza dhidi ya Simba hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB, lakini pia kombe la NBC ambapo bado hawajacheza. Kwa hiyo ni moja kati ya michezo ambayo ulikuwa ni wa muhimu sana kwa Singida Black Stars ambao wanajiwinda na michezo hiyo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.